Shalom shalom wapenzi watazamaji wa BNBC TV. Kwa siku ya leo tuko hapa tunawaletea habari tena njema. Unajua siku yetu ni kuwaletea vitu vingali moto moto. Vitu vyenye haviatoka mbwati. Donc pour aujourd'hui msiogope sana. Tuko na habari ndefu sana ambayo tutaongelea tena njema na ni nzuri zaidi kuhusu vitu viwili. Leo tutaongelea kuhusu vitu viwili. Kitu cha kwanza tutahusu retrait ya M23 Uvira. Eske walitoka? Na lengo yao kutoka ni nini? Basi tunawaomba sana mtulize, tutawaambia nini ambacho kinachoendelea. Lengo letu la pili tutaongelea kuhusu Tshisekedi alipokea delegation kutoka Amerika kuhusu vita ya Este ya Congo. Eske ile delegation ilikuja kumaliza vita ama ilikuja anzisha vita na M23? Wapenda wasikilizaji, tunawapenda sana na tunawaomba sana mtege sikio kabisa kwa hiyo habari niko moto moto ingali mbwati Spin News. Tuko pale jioni kuwaletea vitu ambavyo havijulikana. Na presenter mwanadalita en detail. Karibu sana nimeshuka siku ya leo. Nakushukuru sana na acha nisalimie ambapo watafuatilia kipindi yetu. Cha kwanza nasemaka ni juu hii lugha ya Kiswahili inanisumbuaka. Msije mnasikiliza maelele na nasema cha muhimu tu ni kufuatilia lengo ya kipindi ama lengo ya maneno ambayo penataka kufika. Okay, asante sana. Najua mnamsikia ndugu yetu wa leo ambaye atatuchambulia zaidi kuhusu hizo pointi mbili. Amesema Kiswahili kidogo kinamtatiza, ila msifatane na yamba mtasikia yeye inaweza enda andeo ya mkubali wenyewe amebambia, na ni mtu ambaye mnajua kama kila ni mchambuzi bora, ni mtu ambaye anawapa info kwa muda ambao unahitajika. Sasa mpendo tu wa siku ya leo journalist. Nataka tujue leo kuhusu retrait ya M23 Uvira. Est-ce que ile retrait juste iko réel ama ni montage iko bien plaqué avec le Rwanda? Parce que tunajua kama M23 iko soutenu na Rwanda 100% ni Rwanda. Sasa tulisikia kama walitangaza mkuu wa M23 alitangaza kama Marekani imesema M23 itoke Rwanda na itoke Uvira. Est-ce que ni kweli imetoka ama wanatuplaqué tu ili wapate kisi wataanzisha tena vita na wapate kisi wataanza mgogoro tena? Cha kwanza cha kusema ya kusema kama M23 walitoka Uvira ni uongo mtupu. M23 balitoa matangazo mbalimbali wakisema kwamba wanataka watoke Uvira. Na kwa ile matangazo wakajusha kwamba Marekani ndio iliwaomba watoke pale Uvira. So mbele kutoka Uvira kwao kuna venye waliomba Marekani. Hapa kwanza nataka nionyeshe uongo ambapo M23 walidanganya watu kwa ile matangazo. Waliadvantage ya kudanganya watu. Cha kwanza balidanganya watu ya kwamba Marekani ndio iliwaomba watoke Uvira. Inongo mtupu. Marekani ilipatia Kagame ordre. Tosha majeshi yako Kongo na vikundi mbalimbali ambavyo unasapoti. Hakwambia Kagame atoshi M23 Uvira. Hapana. Isa Kagame yeye alifika na mwandikia huyu Corneille Nangaa. Yes, comme coordinateur wa M23. Akamuromba mimi naona vitu vimebadilika, Marekani imeshatutema. So kwa hiyo kusema tushushe tension ya Marekani na community international na kuomba uandike matangazo ya kwamba M23 mnakubali kutoka Uvira, ila tusije tukafedheleka. Inabidi mtie masharti. Mseme ya kwamba Marekani ndio imeomba nyinyi mtoke Uvira, na kingine mtie sa masharti mbalimbali ili watu wasije wakaona kwamba mnakuwa telecommande kama wanavyosema. So M23 bafika natoa ile matangazo wakaomba
mwenye waliomba, cha kwanza walisema ya kwamba nafasi watatoka pasije kuingia FRDC ama wazalendo. Marekani tafute jeshi ambapo sio la Kongo ama wazalendo waje wakabakie mwa ile mingine ambapo M23 na kingine waliomba waliomba kwamba watu wao, yani wale walaia walionyesha kwamba wamefurahia M23 wasije wakanyanyaswa. So nyuma ya hiyo tangazo hatukuona jibu yoyote, hawakupewa jibu, lakini nyuma ndio sasa wakadanganya watu ya kwamba wanatoka Uvira. Tuliona vikosi vya wasi wa M23 wakipanda milima ya kule Uvira na vingine vikosi vinatoka Uvira kuelekea hapa Kamanyola. Cha kushangaza sasa, wakati waliingia Uvira, waliingia na magari za mingi sana, pakiwemo mabrende na machar de combat. Lakini walivyotoka, ile machar de combat hatukuziona, zile mabrende hatukuziona, tuliona tu mapickup kidogo. Ndio maana sasa hivi watu wako wanasema wamedanganya, hawakutoka Uvira. Na isitoshi, kuna wenye mpaka saa hii wako wanaonekana walikuwa ni wa M23, lakini hivyo wamejifanya walaia, yani wamevua vazi za kijeshi ili kwa kulamusha yani wanajikingia wenyewe. Voilà, ndio hivyo sasa. Hiyo ndio maana serikali ya Kongo iliomba wafanye niseme uchunguzi wa kutosha, waje wakatizame kama wasi M23 walitoka hapa Uvira au kama hawakuacha wanatega mamine mule ndani ama vingine vikwazo vyovyote. So information zinasemekana kwamba hao wasi hawakwenda mbali na Uvira. Wenye tuliona mavideo zao hawakwenda mbali na hii mwingine ya Uvira, wako angalau ku 5 km tu. Wengine ndo wenye walifika mbali ni hao walifika Kamanyola. So lengo yao sasa sio kusema hawakupenda kutoka Kongo, habana pa kwenda. Hawa wasi wa M23 Kagame aliwapatia ordre, hamuna droit ya kueshue. Yani munapashwa kufaulu, kwani mkiferi hamuna pa kwenda. Mimi sitawapokea Kigali, na sitoshe muhi kundi wa M23 pamoja Warundi, pamoja wa Tanzania, pamoja wa Uganda, pamoja wa Kenya, nchi zote za East Africa ziko na representa. Tena hapana majeshi, pamoja majeshi najua, lakini pamoja na wasivile waliingizwa hii kundi wa M23. Hawa sasa ndio wanapashwa kufanya yawezekanavyo wasishindwe, kwani hawa wakishindwa hawana wa kurudia. Ndio maana sasa kwa muda huyu wamezunguka Uvira, wangaliki wanafanya marobing kule Marekani, Ulaya, waone kama watapata jinsi ya kubakia hapa Mkongo. Hii ndio maana sasa watu wako wanalalamika, wamedanganya ulimwengu ya kwamba wametoka Uvira, lakini hawakwenda fasi. Wako hapa karibu na Uvira, wengine wamejifanya walaia wakavua vazi za kijeshi wakabakia hapa mwingine ya Uvira. So kwa hiyo sasa chenye kinahitajika ni vita tu. Vita ndio inahitajika. Kusema wabakia wanabembeleza utakutana vinaiwa hata angalau miaka milele na milele. Lakini wakiamua kuwapiga masasi kabisa ya kutosha, ndio vita itaisha hapa kabisa. Anatumesikia kama kati yao kuna wale ambao wameingia mbarabara, wamevua vazi la kijeshi, wakiingia mbarabara wakamarshe, wakasema kama hatupendi M23 iende. Kumbe ni wao wenyewe. Ile sa manifestation
Pale walishaona kama pression inakuwa ya mingi, inakuwa kali ya President Donald Trump. Ndo niseme ni nini? Ni mchezo. Wapiege kama population ndio inawahitaji. Ndio inawahitaji. Population haina haja. Ndo wamepatia ordre wa autorite wa pale Uvira. Wakaramushe watu. Juu ni kitendo kilifanyika usiku. Walamusha watu na waambia kama hawataenda mu makazi zao mbalimbali. Cha kufanya asubuhi ni kufanya manifestation, baoneshe ulimwengu ya kwamba wamependa M23 na hawataki watoke pale. So kwa bahati mbaya wanaia wengi walikuwa wameshakimbia. Kule pako wanaia wachache sana. Hao wa M23 wao ndio walifika, wanajifanya maraia na wakafanya ile marshe wakiwa na zile mapankarte ili waongeze effective ya watu. Waongeze effective ya watu. Sio maraia waliandaa ile manifestation. Kwani maraia wako pale Uvira hawangepata na muda wa kutengeneza zile mabanderole walikuwa nazo, zile mapankarte walikuwa nazo. Ni vitu vilikuwa vilipangwa zamani. Wanaofu kubwa nao. Wakapanga yani. So, okay, asante invité tu leo, tunasikia vraiment unatutia en detail ya jinsi vitu vinaendelea ndani ya Uvira. Na tunajua kama wengi sana wamejipoze ma question du CEO nini. Hiyo ndio ukweli ambao invité wetu ametuambia siku ya leo, wapenzi watazamaji. Tunaingia deja point ya pili. Sasa kuhusu ile delegation nimetoka Amerika yenye Tshisekedi amepokea siku ya leo. Vipi? Inakuja kuimarisha amani ya Este ama inakuja kuanzisha vita upya na Rwanda? Hii delegation President Tshisekedi amepokea leo, tujusha watu kwamba ni waofisier wa jeshi la Marekani. Ndio Tshisekedi alipokea leo pale Kinshasa. Hao waofisier sio kusema wanakuja kumaliza vita, na sio kusema wanakuja kuanzisha vita. Vita ishaanza. Ila tu hawa naweza nikasema kwamba Trump iko anamuonesha Tshisekedi ya kwamba vyenye waliongea iko anavitimiza. Anatimiza akoro yenye walisinye. Tshisekedi hasa na wengine wa Afrika hatuna imani tena kwamba Marekani inaweza msupport Tshisekedi. Na ndio maana Tshisekedi pale iko na plan B. Kama Trump hatoshe M23 pale Kongo, iko na plan B atatumia. Kabisa. Na Trump iko obligation ya kuwatosha. Kama hawatoshi, atakuwa ye mwenyewe anajiondoa hapa mwa Afrika. Hakuna nchi yote ya Afrika itaongeza tena kumpokea huyu Trump. Maka atakuwa anajivunja ye mwenyewe heshima. Hii delegation sasa ifika pale Kinshasa ni ya kuonesha Tshisekedi na ulimwengu wote ya kwamba Trump ameshasimama na maactivities alianzisha pale Kongo, anataka tu azifuatilie hadi mwisho. Na wazana kuwakumbusha kwamba huyu Kagame, President Kagame wa Rwanda, alifanya yake yote yawezekanavyo kusema kile kijeshi kitakuja kubakia msehemu mbalimbali M23 tatoka kikuwe ni cha OTAN. Alipitia kwa Ufaransa, anaomba huyu Macron amconvaincre Trump pakuje jeshi ya OTAN. Trump gisi naye anajua ya kwamba silaha, mabomu, madrone Kagame kwa natumia pa Kongo alivipewa na OTAN. Ndio akasema siwezi nikapokea OTAN Kongo, haiwezekani. So kwa hiyo sasa hawa maofisi walifika pale Kinshasa, wanakuja kuendelelesha alichoanzisha huyu President Trump. Hapa tena nawaambia kwamba masiku chache tu watu mtaona mabadiliko. Mtaona mabadiliko sana hapa Kongo. Kabisa. Ajili ya hii ujo wa maofisi wa Marekani. Tunataka tuone mabadiliko, vita itakuwa ya mingi sana. Kwa sababu huyu rais Trump anajua vizuri sana ya kwamba Kagame hawezi akatosha majeshi yake hapa Kongo. Hiyo anaijua
na ile order alimpatia ya kuondosha pale ilikuwa ni piege. Maana wasije wakampiga mabomu aseme nimeonewa, sikupewa onyo. Ndio maana alimpatia masaa 72. Nyuma hivyo namuongeza dakika siku 10. Maana hadi le 1er janvier 2026 Kagame akuwe ameshaondoa majeshi yake yote na vile vikundi vyote na support Kongo. Kagame aliwahi kuonesha hofu akisema siwezi nikaondosha majeshi yangu kule na bado FDL ingali pale. Trump akamwambia usijali, wewe tosha majeshi yako, FRDC na Marekani tutashughulikia hiyo FDL. Wewe usiwe na problem. Lakini sasa hayo yote alikuwa anajua Kagame hawezi akatosha majeshi yake. Na kuna kingine kitu naweza nikakwambia sasa hivi, na wewe uko natufuatilia, saa hii Kagame aliitisha niseme nini? Washirika wote wa chama cha ile chama yake ndo ipi? FPR Motanyi aliwaitisha. Saa hii wako mrenio kwa pointi moja. Je, tutaenda wapi? Mbona Marekani imetutema? Hiyo ndio pointi wako naongelelea. So kwa hiyo sasa na Kagame mwenyewe aishaona kama iko kufe, pouvoir yake aishaona kama inafika mwisho. Hawa sasa maofisi wa Marekani, hiki ndio kimewaleta hapa Kongo leo. Kabisa tunashukuru sana invité wetu wa siku ya leo. Tunasikia kabisa umeingia en detail, umetudetaille vizuri na umetupatia siri kubwa ambazo wengine hawatatosha nje. Tunajua kama TV mingi, ma TV nationale mingi wengi hawatazitoa nje la shi. Tunapatia kama news zenye ziko real, ziko bien verifié. Vraiment tunashukuru sana, tunashukuru invité wetu tena. Karibu sana. Tunashukuru sana aussi. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Na weekend nzuri wote. Tunashukuru sana, asante sana. Tutaonana tena à la prochaine. Ciao.